Upo sawa kweli mume wangu? Nenda chumbani kwako, nahitaji kuongea na Zai. Uwe Zai, jeuri sio? Kwa nini ni mjeuri namna hiyo? Nani alikwambia ukafanya kazi pale? Niliamua kwenda kufanya kazi mwenyewe. Umekosa nini humu ndani? Mara ngapi uliniahidi wewe utanijengea nyumba, utanulia gari, vyote hivyo umefanya? Mbali na hayo yote, haunipi muda wako. Muda mwingi upo kwa huyo mke wako. Yaani umetutelekeza kabisa. Kwani tusitafutie kitu cha kufanya? Nimeamua kutafuta kazi kwa sababu uwezo ninao. Lakini haitoshi. Umeenda pale na kuniaibisha, kunifanya nionekane kituko mbele za watu. Haya ndo malipo yangu? Haya malipo ndo ya kukupenda? Kwani hapa ndani ya uli? Ukitaka kuvaa nguo uvae wewe. Unakosa nini hapa ndani mpaka ukafanye kazi? Nilishakataa. Mke wangu hawezi kufanya kazi. Tena sehemu ya kipumbavu kama hili. Hapana. Furahi sasa, ndio furaha yako imetimia. Nimeshafukuzwa kazi. Ila nakuahidi nitatafuta kazi nyingine. Hakuna kitu ambacho umeahidi ukanitimizia. Kwa hiyo na mimi inabidi nitafute furaha yangu. Kama wewe ni mwanamke kweli, thubutu kutafuta kazi. Kama unaitaka ndoa, tulia hapa nyumbani Zai. Mume wangu, bora umwambie ukweli, maana anajiendekeza sana. Yeye anajifanya hajui thamani ya ndoa. Hivi umemwona Mwanahamisi? Ukimwona Mwanahamisi wewe, utamsikiliza mume wako. Mimi nilikuwa nakuangalia tu eti nimepata kazi. Fatma, naomba utoke hapo. Hichi kikao hakikuhusu. Vipi mume wangu, leo utalala hapa ni kuandalia chochote kitu au? Ndio, nitalala hapa. Sawa, lakini mume wangu ulivyofanya unaona ni sawa kweli? Kwa sababu unajua hata kama Zai ana makosa, lakini kwa jinsi ulivyomfanyia hiyo sio sawa. Ungemwita tu pembeni uongee naye. Kuzua taharuki kama ile sehemu ya kazi, hiyo sio sawa mume wangu. Ukizingatia ni msomi, unaelewa. Sitaki ushauri wa aina yoyote ile. Huyu mwanaume sijui atakuja, maana elewekagi huyu. Na mimi hata sitaki aje. Atakuwa Idi huyo. Ngoja niende. Njoo bwana, mbona unasimama mbali hivyo? Njoo karibu ndani. Mbona unashangaa? Karibu, maji au juisi? Nashangaa hapa kwako. Yaani unaishi peke yako? Ya, naishi peke yangu. Kwa nini? Aisa, bonge ya jumba yani. Yaani unanichekesha kweli. Kwani mimi siwezi kuwa na nyumba kama hii au? Hapana, sijamaanisha hivyo ujue. Usikute kuna mshefa nyuma ya yote. Naogopa kuja kufumaniwa bure. Atoke wapi bwana huyo? Naishi peke yangu, najimudu. Niambie, alafu leo utalala hapa au? Hapana kwa kweli. Sintoweza. Kwa nini sasa? Labda tungetoka tu leo, lakini kulala hapa hapana. Unajua sio vizuri kulala kwa mtoto wa kike, unajua.
Ngoja basi nikajiandae tutoke wote, si ndio hivyo? Ndiyo. Alilala hapa, si ndio? Ndiyo, ila ameamka asubuhi sana. Angethubutu kunipiga tena jana, angeona ndio angenijua kama mimi ni Zai. Sio vizuri kubishana, yule ni mume wako unajua. Wapi, ananiboa sana. Yaani amenifanya nimepoteza kazi yangu. Anajua ile kazi nimetafutiwa vipi. Ile kazi dadangu alinitafutia. Sasa sipoona kazini sijui itakuwaje yani. Pole sana. Yaani nimekasirika sana kwa kweli. Na hapa natafuta mahali pa kwenda. Yaani siwezi kushinda humu ndani kabisa yani. Idi, ni wewe? Ndiyo, mbona mapema hii? Unaenda wapi? Hata sijui nakuelekea. Natembea tu. Ili mradi nipoteze mawazo. Panda ndani ya gari twende. Hapana kwa kweli. Acha tu nitembee, nipo sawa. Unajua ile siku sikuchukua kabisa mawasiliano yako. Mimi mke wa mtu, lakini na mume wangu ndo kama yule limuona, kwa hiyo simu za kunisumbua. Naelewa. Nataka tuwasiliane tu, unajua kama marafiki chukua namba zangu hizi. Ukiwa free utanitafuta.